baada ya meli ya kivita ya kubeba ndege Abraham Lincoln kuingia katika eneo la operation la CENTCOM Mashariki ya Kati, mvutano kati ya Tehran na Washington umeongezeka tena. Pande zote mbili zimekuwa zikionya mara kwa mara kuhusu madhara ya shambulio lolote litakaotokea baina yao. Shirika la habari la Fars ambalo liko karibu na walinzi wa mapinduzi ya Iran limetoa video kadhaa siku ya Jumatatu za mahojiano yakifanywa kwenye kituo cha Ofog cha shirika la utangazaji la Iran. Katika mahojiano hayo, Mustafa Koshem, mwadhiri wa chuo kikuu na mgeni kwenye kipindi hicho, anaeleza hali ya usalama nchini Iran baada ya kuuawa kwa waandamanaji wengi. Pia anazungumzia kwa njia ya mafumbo suala la kuuawa kwa rais wa Marekani Donald Trump, akitaja kama mshale usioonekana na msaada wa Mungu. Donald Trump alisema katika mahojiano ya televisheni wiki iliyopita kwamba ataifuta Iran kabisa kwenye uso wa dunia endapo itafanya jaribio lolote la kumuua. Kwa upande mwingine, Naim Kassem, katibu mkuu wa shirika la Hezbollah la Lebanon, aliwaambia wafuasi wake katika hotuba ya televisheni na mkutano wa umma wa kuunga mkono Iran kwamba kama Marekani na Israeli zitaanza vita na Iran, basi Lebanoni haitokaa kimya. Kiongozi wa Hezbollah wa Lebanoni alisema, "Tunaona tishio la Marekani dhidi ya Iran kama tishio kwetu na tuna nguvu kamili kuchukua hatua yoyote tunayoona inafaa kukabiliana nalo." Hotuba ya Naim Kassem ilipeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na aliongeza kwa kusema kuwa sisi hatutaunga mkono upande wowote katika suala la Iran na tutatangaza hotuba zetu wakati unaofaa, akionya kuwa vita vipya na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaweza kuzuka tena katika eneo lote. Miezi ya hivi karibuni kumekuwa na mvutano wa maneno kati ya maafisa wa Iran na serikali ya Lebanon kuhusu usalimishaji wa silaha wa kundi hilo.